Mchezaji mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba Ibrahim Dumbia ambaye ni mshambuliaji aliyeibuka mfungaji bora katika ligi kuu ya Mali hivi karibuni kwa kufunga mabao 17, kutoa assist moja, kuisaidia timu yake kufunga mabao 28 katika ligi kuu ya Mali sawa na mchango wa 75%. Ameanza na mguu mbaya. Ndio, katika mechi mbili za kombe la Kagame ambazo Simba walishikiliwa kwa suluhu. Ya kwanza dhidi ya Mogadishu City ya nchini Somalia, pale nchini Rwanda kwenye michuano hiyo ilisha kwa suluhu. Ya pili walicheza dhidi ya Jamus kutoka Sudani Kusini, nayo ilisha kwa suluhu. Lakini ni katika mechi ambazo Dumbia alicheza kwa dakika kwa ujumla around dakika 60 kati ya dakika 180, kwa sababu aliingia katika dakika 76 dhidi ya Mogadishu City, akaingia katika kipindi cha pili katika mechi dhidi ya Jamus. Anachokumbukwa Dumbia ni pamoja na kukosa nafasi mbili za wazi katika mechi dhidi ya Mogadishu City, ikiwamo aliopewa pasi na Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama kuelekea mwishoni mwa mchezo, akapiga shuti iliyogonga nguzo. Lakini pia alipoteza nafasi takriban moja ya wazi katika mechi dhidi ya Jamus, katika mechi ambayo pia iliisha kwa suluhu. Maneno yameibuka na hasa kutoka kwa wapinzani wa Simba wakiwatania kwamba kwa Dumbia wamepigwa, lakini kimsingi ni utani tu. Ni kweli Dumbia amepoteza nafasi za kufunga, lakini ni ukweli kwamba Simba yenyewe haijajipata mpaka sasa. Ndio kwanza wachezaji wamerejea kutoka likizo, wapo sasa hivi kwenye pre-seasons wakirejesha hali yao ile ya kitimu chini ya kocha Steve Barker, wakitumia michuano ya kombe la Kagame kama pre-season. Lakini pia kuna mchezaji mmoja bado hawajachanganya, na mechi hizi zinatumiwa kama kuwafanya wachezaji warejee katika hali yao. Lakini na kwa Dumbia mwenyewe ndio kwanza ametua akitokea nchini Mali. Siku aliyotambulishwa saa chache baadaye, kwa maana ya kesho yake, akapangwa katika mechi hiyo dhidi ya Mogadishu City. Waona kabisa ni dhahiri shahiri kwamba kumhukumu kwa sasa ni kumuonea. Apewe muda. Ndio, mechi mbili tena kwa dakika hazifiki 90, kwa maana kwamba ifike hata idadi ya dakika za mechi moja ambazo ni 90, halafu kumtupia maneno mengi ni kutaka kumkatisha tamaa na kumtoa nje ya mstari, kwa sababu hukumu ya namna hiyo sio sawa hata kidogo. Lakini pamoja na ukweli huu ambao bila shaka Dumbia anaofahamu, benchi la ufundi la Simba linafahamu, management ya Simba inafahamu, na yeyote anayefuatilia mpira wa miguu anafahamu kwamba ni mapema mno kumhukumu mchezaji kama Dumbia ambaye ametoka kuwa mfungaji bora katika ligi kuu ya Mali, tena akiitumikia timu isiyopigania ubingwa. Timu kubwa Mali za kupigania ubingwa ni Joliba iliyotoa ubingwa kwa msimu wa 2025-26, ni Stade Malien iliyotoa ubingwa msimu uliopita. Yeye timu yake kufunga kwake mabao 17, kutoa assist 4 na ikifunga mabao 28 kwa msimu mzima, yeye akichangia mabao 75, akaisaidia kutoka kumaliza nafasi ya 12 kati ya timu 14 za Mali msimu uliopita. Kwa msimu uliomalizika imemaliza nafasi ya 7, ambayo ni mafanikio makubwa. Lakini muhimu kumkumbusha Dumbia, lakini pia mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, mashabiki wa kufuatilia mpira, kwamba kukosa mabao ya wazi ni sehemu ya changamoto zinazowakuta washambuliaji wengi, hata wale wa kiwango bora cha dunia, kwa sababu wao huwa wanajua wapi pa kusimama. Matokeo yake nafasi za kufunga zinatokea, na matokeo yake, kwa sababu mpira wa miguu hakuna effectiveness, ufanisi wa 100%, kukosa kupo. Lakini ili ufunge mabao mengi, manake lazima ufanye majaribio mengi, ambayo mwisho wa siku kukosa kuna kuepo. Cha msingi tu yeye kuacha kulazimisha, ndio kwamba awathibitishie Simba kwamba hawakukosea kumpa nafasi yeye, kwa sababu anafahamu Simba ni timu kubwa, ilikuwa na uwezo wa kusajili wachezaji kutoka maeneo mbalimbali, wakampa nafasi yeye kwa kumwamini. Ajue kwamba wanamwamini, na hivyo aonyeshe kile ambacho ametoka kionyesha alikotoka, awe mtulivu, asilazimishe mambo. Mabao yatakuja tu, kwa sababu uwezo huo anao, na Simba uzuri wake inao wapishi wazuri maeneo yote, kushoto kulia. Kuna wachezaji ambao ni mafundo kutengeneza fursa, Libase Geye, Anise Ura, kuna Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama, kuna Elim Panzu Kibisala ana yupo, lakini vile vile wapo kina Neo Maema, wapo kina Ibrahim Jabbar miongoni mwa wachezaji wapya, Yusuf Kagoma, mabeki wa pembeni Nixon Kibabage, Shomari Kapombe, kuna Nathaniel Chilambo, Anthony Mligo. Wana wachezaji wengi Simba ambao wanapokwenda kushambulia fursa zinakuepo za kufunga. Dumbia anapaswa kuwa mtulivu, kwamba aache kwa mfano kujipa majukumu mengi. Tumeshawahi kuzungumza hili. Anaonekana katika mechi hizi ambazo zimetoka suluhu anafanya mambo mengi, anaenda kushoto, anaenda kulia, anarudi kati deep. Hapana, yeye ni mshambuliaji
lazima asicheze mbali na eneo la 18 la mpinzani, aamini katika walishaji wake wenzake wanao uwezo kumtenzea nafasi, atulie tu, atafunga, kwa sababu Simba katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika ndio timu iliyofika mara nyingi zaidi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara. Yani hata mabingwa Yanga watani zao wa jadi ambao waliongoza kwa mabao wakifunga mabao 71, wao Simba wamefunga mabao 54, ambao waliongoza kwa pointi wakiwa na pointi 75, wao Simba pointi 73, lakini kwenye kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio, Simba ndio timu iliyoongoza ikipiga mashuti 305. Yanga walofunga mabao mengi walipiga mashuti 289. Ishara hapa Dumbia anapaswa kuijua kwamba timu yake ya Simba chini ya kocha Steve Barker inafika eneo la mwisho, isipokuwa panahitaji utulivu katika umaliziaji, na ndio tatizo ambalo Simba katika kuliaddress. Bila shaka wakenda sokoni wakamleta yeye, maana ndani ya Simba top scorer katika ligi kuu Tanzania bara alikuwa ni kwenye msimu uliomalizika ni Selemani Mwalimu Gomez akifunga mabao 9. Hakuna mchezaji aliyefunga mabao yenye tarakimu mbili, wakati Simba ndio timu inatengeneza nafasi nyingi. Akilijua hili awe mtulivu, nafasi zipo ndani ya Simba za kufunga, ni juu ya yeye tu kuonyesha utulivu. Kubwa zaidi kumkumbusha yeye, mashabiki wa Simba na wafuatiliaji wa mpira wa miguu, nilotoka kulieleza kwamba kukosa kupo hasa kwa wachezaji wanaojua wapi pa kusimama ili wafunge, sababu kama hujui pa kusimama, lawama za kukosa mabao hutazipata, kwa sababu nafasi wazi hutazipata. Kwa kumkumbushia mchezaji nimchukulia kama role model wake, maana kwa urefu wake wa 46+, namna anavyotembea uwanjani kwa kudunda dunda, namna nywele zake alivyoziweka bleach na kuzifanya ziwe kama Victor Osimhen, haishangazi kuona akilinganishwa naye, na haishangazi kusikia kwamba anamfanya role model wake katika kufanya vizuri. Maana Victor Osimhen, mshambuliaji wa kimataifa wa Nigeria, ni miongoni mwa washambuliaji bora barani Afrika. Hivi sasa anitumikia Galatasaray ya kule nchini Uturuki, na msimu uliomalizika kaisaidia kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uturuki. Anafunga sana mabao. Lakini Victor Osimhen, kwa sababu ana sifa pia ya kujua wapi pa kusimama kama walivyo washambuliaji bora, kama ilivyo wafungaji wengi wazuri wa mabao katika mpira wa miguu, amefunga mabao 15 kwa klabu yake ya Galatasaray, lakini kapoteza nafasi za wazi 23. Sembuse Dumbia katika mechi mbili, ikiwemo mechi dhidi ya Mogadishu, zile nafasi mbili alizopoteza hazipaswi kuwa sehemu ya yeye kudrop kisaikolojia, bali apambane zaidi, kwa maana ya kwamba anajua yuko Simba, pressure ni kubwa, na hivyo atulie, wala hayuko korofina. Maana huyu kiigizo chake kapoteza nafasi 23 za wazi, halafu kafunga mabao 15 na bado anasifiwa miongoni mwa washambuliaji bora. Harry Kane ni mshambuliaji wa kimataifa wa England, yupo katika klabu ya Bayern Munich, ameisaidia Bayern Munich kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga, ndiye top scorer katika ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga, kafunga mabao 36 katika msimu uliomalizika 2025-26. Lakini amefanya hivyo akiwa amepoteza nafasi za wazi, zinaitwa big chances 18. Kylian Mbappe, mshambuliaji wa kimataifa wa Ufaransa, ndiye top scorer katika kombe la dunia hivi karibuni. Yeye anachezea Real Madrid katika ligi kuu ya Hispania La Liga, akiwa na Real Madrid yake. Msimu umemalizika kafunga goli 25, kapoteza nafasi za wazi 21. Cristiano Ronaldo yupo Al Nassr ya pale ligi kuu ya Saudi Arabia. Ronaldo anafahamika dunia nzima juu ya namna alivyo na ufanisi katika upachikaji mabao. Msimu uliomalizika kafunga mabao 28, kapoteza nafasi za wazi 22. Hiyo itoshi. Kuna Erling Haaland. Yeye ni mshambuliaji ambaye dunia nzima inamtambua jinsi alivyokuwa katili kwenye lango la wapinzani. Anafunga kwa vichwa, anafunga kwa miguu, guu la kushoto, guu la kulia, mtarukaruka wewe, lakini yeye anajua pa kusimama na kufunga. Kwa ligi kuu ya England ndiye top scorer. Kafunga mabao 27. Lakini amefanya hivyo baada ya kupoteza nafasi za wazi 30. Huyu ni Erling Haaland. Yaani aliyofunga ni machache kuliko aliyopoteza za wazi. Lakini katika ligi kuu Tanzania bara, Fiston Kalala Mayele kabla hajaondoka na kwenda kujiunga na Pyramids, akawa mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Pyramids. Lakini akiwa Yanga alishakuwa mfungaji bora katika michuano ya kombe la shirikisho CAF msimu 2022-23. Mayele alikuwa ndiye MVP katika ligi kuu Tanzania bara. Mayele alikuwa ndiye mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara, akifunga mabao 17 kuisaidia Yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Katika msimu huo Mayele mabao 17 aliyafunga baada ya kupiga mashuti 94. Maana yake goal conversion rate ya Mayele ilikuwa 18%. Kwa lugha nyingine, chukua 94 ondoa mabao 17 aliyofunga, mashuti mengine yote yalikuwa ya kupotea ama kuishia mikononi mwa makipa. Sio yeye tu. Stefan Aziz Ki alikuwa mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara, akifunga
mabao 21 akitoa assist 8. Stefan Aziz Ki alikuwa mfungaji bora na akawa MVP baada ya kupiga mashuti 90. Yaani mashuti 90 kafunga goli 21. Wa pili alikuwa Faisal Salum Feitoto wa Azam. Alifunga mabao 19. Ni baada ya kupiga mashuti 60. Jasha Ahoua msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara 2024 2025. Ahoua alikuwa ndiye mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara. Amefunga mabao 16, 5 ya mikwaju ya penalty na alifanya hivyo kufunga mabao 16 akitoa assist 9, lakini alipiga mashuti 74 ili kufunga yale mabao 16 ikiwamo 5 ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo kwenye open play alifunga mabao 11. Hapa najaribu kutoa mifano tu namna ambavyo wafungaji wazuri hupoteza pia sana nafasi. Ili ufunge sana, kuna nasibu kubwa ya wewe katika kukosa nafasi, unakuwa unakosa sana kwa sababu unajua pa kusimama. Mayele wakati anakuwa mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2023-24 alifanya hivyo kwa kufunga mabao 17, lakini baada ya kupiga mashuti 94. Goal conversion rate ni 18%, kwa maana katika mashuti 94, 17 mabao, mashuti yaliyobaki yote ama yalikwenda nje ama kwenda mikononi mwa makipa. Sasa Doumbia anapaswa kujua hilo kwamba ili ufunge sana itabidi ujue wapi pa kusimama, na ukifanya hivyo nasibu ya kukosa pia inakuwepo. Cha msingi ni kuongeza utulivu kwa kujua kwamba kwa kuendelea kufanya hivyo, kwa sababu Simba wateza sana nafasi, atafunga tu. Akizingatia haya, anaweza kuwa hata top scorer wa ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine, kwa sababu mwamba anajua pa kusimama. Kikubwa awe mtulivu, afanyie kazi yale anatoka kueleza, ikiwamo kutolazimisha mambo, kutojipa majukumu mengi uwanjani, awe karibu na lango la wapinzani. Simba wateza nafasi, anaweza kama mfungaji mzuri sana. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.